Ninawakaribisha katika makao makuu ya chama chetu na asanteni kwa kuja. Kimaalum sana siku ya leo tungependa kuzungumza na Watanzania wenzetu kimaalum sana kuhusiana na tukio la mwanachama wetu mwanaharakati ndugu yetu Saidi Mpaluka Nyagali, maarufu sana kwa jina la Mdude Nyagali. Tungetamani sana kupaza sauti kuhusiana na jambo hili ambalo limetushika mioyo, akili zetu. Tumelizungumza ndani na limevuka mipaka. Limezungumzwa na taasisi mbalimbali za kimataifa ikiwemo Amnesty International, Human Rights Watch na mashirika mbalimbali na marafiki zetu wengine wengi tu kutoka nje ya nchi, kuhusiana na kutaka kujua yuko wapi Mdude Nyagali ambaye tarehe 2 mwezi wa 5 alivamiwa nyumbani kwake na watu waliojitambulisha kwamba ni maafisa wa jeshi la polisi. Kwa hivyo siku ya leo tunataka tuungane na Watanzania wenzetu na wanachama wetu walioko Mbeya, kanda ya Nyasa, familia yake, kwa maana mke wake ambaye tumekuwa na mazungumzo naye katika kufuatilia jambo hili. Tunataka tuungane kwa pamoja kupaza sauti na kulizungumza jambo hili katika engo ambayo ni serious. Kwa nitaelezea na kutoa ukweli wa matukio kadhaa na maazimio yetu kama chama, nini tunakitaka, nini kifanyike kuhusiana na kupotea kwa ndugu Mdude Nyagali. Kwa ikumbuke kwamba tarehe 2 mwezi wa 5 ndugu Mdude alivamiwa nyumbani kwake mtaa wa Luanga, kata ya Iwambi, huko Mbeya mjini. Ilikuwa ni usiku wa tarehe 2 mwezi wa 5. Waliomvamia Mdude Nyagali walijitambulisha kuwa wao ni maafisa wa jeshi la polisi. Majirani walimtaarifu mwenyekiti wa serikali za mtaa ya Ivwanga ambaye alifika eneo la tukio usiku huo. Vile vile rafiki yake Mdude Nyagali aitwaye Abdukarim Juma alifika nyumbani kwa Mdude Nyagali usiku huo baada ya kupigiwa na mke wa Mdude Nyagali, baada ya kupigiwa simu. Mwenyekiti wa mtaa usiku huo aliwapigia simu polisi kwa maana ya OCS wa kituo cha Yunga ambacho kipo umbali wa kutoka hapo kilomita 3 kutoka eneo ambalo tukio lilitokea, kwa maana ya mahali ambapo Mdude alivamiwa na kuchukuliwa. Hata hivyo OCS usiku ule alimjibu mwenyekiti wa mtaa kuwa yeye hawezi kwenda eneo la tukio, kwa hivyo wao yani waanga ndio wamfuate yeye pale kituoni. Mwenyekiti wa mtaa aliongozana na rafiki yake Mdude yule Abdukarim Juma pamoja na mke wa Mdude Nyagali ambaye alikuwa na mtoto mdogo mgongoni mwake. Wakaelekea paka kituo cha polisi cha Yunga ambapo alimkuta OCS aliyewaeleza kuwa pale kituoni hana sehemu ya kuweka mahabusu, kwa hiyo hana mtu yoyote aliyeshikiliwa pale, na akawaeleza kuwa waende kituo cha polisi cha kati, Central Police pale Mbeya mjini. Kwa baada ya kupewa taarifa hiyo, mwenyekiti wa mtaa alisema yeye anaishia pale, hawezi kwenda kituo cha polisi cha kati, yani hapo Central Police, na hivyo Abdukarim na mke wa Mdude Nyagali walilazimika kuondoka wenyewe eneo hilo la hapo Yunga na kwenda kituo cha kati cha polisi, Central Police. Walipofika kituo cha kati, walipokelewa na kueleza tukio kwa askari wa zamu, lakini walijibiwa kuwa hakuna mtu wa namna hiyo ambaye ameletwa kituoni hapo. Walisisitiza kupatiwa msaada wa polisi bila mafanikio, na hivyo wakalazimika kurudi nyumbani. Baada ya kueleza tukio lote hilo, hawakupata msaada wowote. Kwa hivyo mke wa Mdude
na Abdul Karim rafiki yake Mdude wakarejea nyumbani. Mwenyekiti wa mtaa naye alirudi eneo la tukio na kuamuru wananchi waliokuwa wamekusanyika eneo lile watawanyike, wakaendelee na majukumu yao, na yeye akaondoka. Alipopigiwa simu na katibu wa mkoa wa Mbeya pamoja na waandishi wa habari kuwa mbona haonekani eneo la tukio, alisema kuwa ana kikao muhimu cha Chama cha Mapinduzi maeneo ya Sabasaba, kwa hiyo naye akaondoka. Tukio limetokea kwenye mtaa wake na watu wamekusanyika kwa taharuki, na mwenyekiti huyu akawa ameenda kutoa maelekezo kwamba watu watawanyike wakafanya shughuli zao. Katibu wetu wa mkoa wa chama alimpigia mtendaji wa kata ambaye alifika na eneo la tukio, na kisha akaondoka, na kwa pamoja baadaye tena RCO wa mkoa wa Mbeya alifika eneo la tukio majira ya saa 4 hivi, akiwa sasa wameongozana na viongozi ambao walikuwa wamewafuata, wakawa wamefika eneo la tukio pamoja na watu ambao walikuwa wamekuja kuchukua sampuli mbalimbali, yani DNA kwa ajili ya kupima damu na sampuli kama sehemu ya awali ya uchunguzi wa jambo lenyewe. Sasa baada ya pale pakatokea ukimya tu. Baada ya kuchukua sampuli pakatokea ukimya, na hakuna aliyekuwa anatoa maelezo yoyote, hakuna ambaye alikuwa anajibu jambo lolote. Tarehe 3 mwezi wa 5, yani kesho yake, ofisi yetu ya chama ya kanda ilipokea taarifa kutoka kwa mmoja wa mwanachama wetu aliyejulikana kwa jina la Ezekiel Sheyo. Huyu ndugu Ezekiel Sheyo alisema kuwa tarehe 30 mwezi wa 4 alikutana na watu wawili aliowataja kuwa ni Afande Shabani Chalo na Veda, ambao wote wanafanya kazi katika ofisi ya RCO hapo mkoa wa Mbeya. Watu hawa walikuwa wakimtafuta kwa njia ya simu kwa siku kadhaa, wakihitaji kuonana naye. Hivyo hiyo tarehe 30 mwezi wa 4 akakutana nao eneo la Sokomatola pale Mbeya. Afande Shabani ndiye aliyekuwa mzungumzaji katika hicho kikao cha mazungumzo, na alimtaka Ezekiel amuonyeshe nyumbani kwa Mdude Nyagali kwa madai kuwa kuna kazi ya kijasusi ambayo alitaka kuifanya. Hata hivyo Ezekiel alikataa na kumweleza kuwa hafahamu anapoishi Mdude. Afande Shabani alisisitiza kuwa kuna hela nzuri na kwamba Ezekiel ataje kiasi chochote cha fedha anachohitaji atapatiwa. Kwa Ezekiel aliendelea na msimamo wake kuwa hafahamu anapoishi Mdude Nyagali na kwamba hiyo kazi ya kijasusi hataweza kuifanya. Afande Shabani na mwenzake waliondoka na kumwacha Ezekiel eneo lile ambapo yeye ambapo naye baadaye aliondoka. Kwa mara baada ya kuachana na askari hao ambao Ezekiel anawatambua kwamba ni askari na walijitambulisha kwake kwamba ni askari kutoka ofisi ya RCO, Afande Shabani na mwenzake Veda. Kwa baada ya kuachana nao au askari, Ezekiel alienda kwa mwanachama mwenzake kumjulisha mazungumzo aliyoyafanya na Afande Shabani. Kwa kuwa simu yake haikuwa na muda wa maongezi, alimsihi mwenzake ampigie mtu mwingine ambaye atatuhakikishia kuzifikisha taarifa hizi kwa Mdude Nyagali. Kwa Mdude alipatiwa taarifa hizo siku hiyo ya tarehe 30. Na wale wanaofuatilia ukurasa wa Twitter X wa Mdude watafahamu na kuona mpaka leo ipo. Aliandika katika ukurasa wake akisema kwamba, akihoji kwa nini askari wanaotaka kuwapa wanachama fedha
wanataka kuwapa wanachama fedha ili waoneshe nyumbani kwake, wakati ofisi ya RPC na RCO wana namba yake na wanaweza kumpigia na kumuita kituoni na akafika pasipo na shida yoyote. Kwa siku moja baada ya Mdude Nyagali kuandika hivyo, akavamiwa na askari nyumbani kwake, akapigwa na kuumizwa, kisha askari hao wakatoweka naye, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza leo tarehe 10, ndugu Mdude Nyagali hajulikani alipo. Wote tuliona video ambayo ilionyesha kutoka pale nyumbani kwake damu nyingi, na ukiangalia ile damu iliyomwagika pale nyumbani na mwendo waliotembea mpaka kumfikisha aidha kwenye gari, ile damu iliyomwagika, na humo ndani ya gari hiyo damu ambayo iliendelea kumwagika mpaka wakafika hapo walipofika, manake ni kwamba ndugu Mdude alikuwa amejeruhiwa vibaya sana. Na hadi hivi leo tunavyozungumza, ndugu Mdude hajulikani alipo. Maisha ya Mdude yana thamani sana kwa mke wake, kwa familia yake, kwa watu wake wa Mbeya, kwa Chadema na kwa taifa hili, na kwa Mungu wake ambaye anamwabudu. Kwa hivyo tunapaza sauti kuyalilia maisha ya Mdude, kwamba yuko wapi ndugu Mdude ambaye amekamatwa, amepigwa na amechukuliwa na watu waliojitambulisha kwamba ni askari polisi. Kwa hivyo jitihada mbalimbali zimefanyika kwa viongozi wa kanda ya Nyasa, na zimewasilishwa shahidi mbalimbali na fununu kutoka kwa wasamaria wema ambazo zimelenga kutoa japo mwanga kidogo kuhusiana na alipo Mdude. Kwa jitihada zote hizi, ikiwemo wanachama na viongozi kuzunguka katika misitu, mapori, mito, maporomoko ya maji, milima, kwenye vichaka, kwenye mapango. Jitihada zote hizi ambazo zimeongozwa na viongozi wetu wa kanda ya Nyasa, viongozi wa mikoa na wilaya mbalimbali na mikoa jirani, ambazo zinaonyesha na kulilia thamani ya maisha ya Mdude. Na tumekuwa na mazungumzo pia kupitia viongozi wetu wa chama, wa kanda na wa mikoa, mazungumzo na RPC, mazungumzo na RC, RCO, askari kutoka makao makuu ya Jeshi la Polisi Dodoma wamefika, mazungumzo ambayo katika hatua ya sasa tunasikitika kwamba hayajazaa matunda yoyote. Tulitarajia Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya na maafisa wa polisi waliotoka makao makuu ya Jeshi la Polisi kuzifanyia kazi zile taarifa ambazo zimewekwa mbele yao, kwa habari ya maafisa hawa wawili waliotajwa, kuwafuatilia, kuwajua, lakini jitihada zote hizi hazijazaa matunda. Wananchi wa kanda ya Nyasa na wageni mbalimbali kutoka mikoa ya jirani, hadi tunavyozungumza, wameamua na wamekusudia kuweka kambi kutoka tarehe 3 mpaka hivi tunavyozungumza. Wamegoma kuondoka kwenye ofisi za chama zetu za kanda pale Mbeya mjini, kuonyesha kwamba maisha ya Mdude yana thamani sana, na tunayalilia maisha yake, kutaka kujua yuko wapi huyu mtu ambaye anaonekana amepigwa na kujeruhiwa kikatili namna ile. Katika siku za hivi karibuni, wasamaria wema wamejitokeza na kutupatia majina ya washukiwa, mbali na Shabani Chalo, lakini kuna majina mengine tena ambayo viongozi wetu waliyafikisha
kwa RCO, RPC na ile timu iliyotoka makao makuu kwamba katika nyongeza ya ndugu Afande Shabani na Vedastus wako maafande wengine pia mbwa. Tume maintain consistency pamoja na kutaabishwa. Tunataabishwa kweli kweli, tunataabishwa mahakamani, wanachama wetu matukio, tunataabishwa kila engo, kila kona, tumetaabishwa na kudhiliwa sana. Lakini mtagundua hivi jamani, kama viongozi na kama chama, msimamo wetu wa nini tunataka kwenye taifa hili mwaka huu, no reforms no election, hatujayumba. As we speak, tupo kanda ya Victoria, tuna timu ya mwenyekiti, makamu mwenyekiti Heche, tuna timu ya katibu mkuu John Mnyika, yenyewe inaendelea na mikutano ya hadhara. Kwa hiyo tunataabishwa mahakamani, tunataabishwa huku raiani, watu wetu tunataabishwa, mikutano yetu inataabishwa pia, kuonyesha kwamba kwa kweli kuna engo zinatafutwa ili kutuyumbisha, lakini tumesimama na tumenyoka kwenye position yetu na hatupo tayari kupoteza focus. Na sisi tunajua siasa, tunajua sayansi hii. Kwa hiyo yanakuja mengi, lakini tumekuwa thabiti tusipotee kwenye uelekeo. Jamani, mimi nawashukuru, naomba tumalizie la mwisho. Hili ndo milioni 10. Hili ndo dau la milioni 10 kwa yoyote Mtanzania. Yoyote, hata akiwa afisa wa polisi. Hata akiwa afisa wa polisi akatuambia hivi yuko pale, taarifa ya uhakika, basi tuna milioni 10 ambayo kama nilivyosema siithamanisha, hatujaithamanisha na maisha na uhai, isipokuwa tu ni kwa lengo la kuweka motisha wa kazi hii kwamba maisha ya Mdude yana thamani sana. Jamani, asanteni kwa kunisikiliza. Nashukuru sana. Asanteni ndugu waandishi wa habari, natumai mkononi ndio kusaidia polisi ili tukimpata Mdude basi tutasema asante Mungu. Tukiwapata watuhumiwa basi wao ndo wataenda kusaidia waseme Mdude yuko wapi. Tumetoa masaa 72. Mimi ninaamini Afande Camillus, Afande IGP Camillus Wambura atatuelewa na ataisoma demina yetu ya uchungu uliopo ndani. Akipuuzia uchungu tulionao, akipuuzia uchungu wa yule mwanamke, yule mama, yule mke wa Mdude mwenye mtoto mdogo, akipuuzia kile kilio, akapuuzia kabisa. Yani Afande IGP, and let me talk to you direct. Ukipuuzia uchungu wa huyu mama mke wa Mdude, ukapuuzia kilio chetu sisi wana Chadema kwamba ndani ya masaa 72 utoe neno kuhusiana na haya magenge haya yanayojitambulisha kwamba ni polisi, wana bunduki na wana uniform, ndani ya masaa 72 usipotuambia kwa habari ya Mdude yuko wapi, haiwezekani kabisa kwa jeshi hili linalojitamba liko sophisticated, lenye mifumo, lenye kila kitu, kwamba ndani ya masaa 72 ukashindwa kusema yuko wapi. Utakuwa IGP wa kipekee sana. Tutakutafutia jina linalokustahili baada haya masaa 72 kutokea. Lakini naamini utakuwa muungwana na kutusoma vizuri kwamba tuna uchungu na tunamaanisha kweli. Hili jambo linahitaji attention yako. Kwa hivyo tunakusii usikie na utuelewe kwamba hili jambo sasa linahitaji intervention ya IGP, azungumze kuhusiana na mambo haya. Swali la ndugu wa jambo kuhusu uchunguzi na kuingilia uchunguzi, kwamba wametoa taarifa 2, wameomba ushirikiano. Sisi tuko tayari kuwapa ushirikiano na tunawapa ushirikiano. Haya ninayosema ndio tumewaambia haya, hatuna kingine zaidi, ndio tumewaambia haya kwamba haya majina tunayoyataja, ndugu Ezekiel Sheyo alikutana na hawa watu
alikutana na hawa watu. Kwa alivyokutana nao, haya majina ndio amemwambia RPC, kamwambia mkuu wa mkoa na kaiambia timu ya maafisa wa polisi kutoka makao makuu. Kawatajia majina haya kwamba Afande Shabani na Veda walinipigia simu nikakutana nao, na kwenye gari Noah nyeusi akataja alikuwepo na wengine. Haya majina nimeyataja: Dula Mjeshi, Dennis Mkuki, yeye amewataja ndugu Ezekiel Sheyo, amewataja watu hawa. Sasa huo ndio ushirikiano ambao tumeutoa. Sasa wao kwa mifumo na teknolojia walionayo, basi watuambie wako wapi hawa watu, lakini RCO amewakana watu hao. Kwenye ushirikiano sisi hatuna shida. Kwenye uchunguzi waendelee kuchunguza. Na wakiwa wanaendelea kuchunguza, basi sisi tutawapa ushirikiano kadiri ambavyo watatuhitaji. Kwa sehemu imani yetu ina mashaka kwa jeshi, lakini tunajua sio watu wote ni wabaya. Ila kwa sababu yako magenge ambayo yanapiga watu wana uniform. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Embu basi akili kidogo ziturejee, alafu tujiulize swali hili kwamba hawa ni polisi wana uniform na magari yao, wamewachukua watu, wamewapakia kwenye magari, wamewapiga. Halafu anakuja mkuu wa polisi Afande Muliro anasema hivi, hawa watu hawajakamatwa na polisi, hawajafanya chochote na polisi. Huku CCTV kamera zinaonyesha kwamba mwanachama amepelekewa mbwa, anang'atwa na mbwa. CCTV zinaonyesha mwanachama amepigwa, amevuliwa nguo, kapigwa na polisi. Alafu polisi anakuambia sio sisi tunaona kwenye kamera, ni wao polisi. Sasa kuna mmoja hapa ni mwenda wazimu hapa. Aidha sisi tunaoambiwa tukubali ni wenda wazimu, kwamba tunachokiona sio sawa, au huyu anayetuambia naye ni mwenda wazimu. Huyu ni mwenda wazimu, anafanya jambo alafu anasema hajafanya jambo. Lazima kuna mmoja hapa ni mwenda wazimu. Lakini sisi wa Tanzania hatuwezi kukubali kuwa wenda wazimu. Hatuwezi kukubali kuwa misukule hivi. Yaani tunaona tunachokiona. Yaani si tunaona sindano, alafu anakuja mwenda wazimu anatuambia hii sio sindano, hii ni Coca-Cola. This is nonsense. This is absolutely nonsense. This is nonsense. This is stupid. Hatuwezi kulientertain hilo jambo. Kwa hivyo ni kweli kwa sehemu kuna maeneo hatuna imani kwa sababu ya matendo haya yanayofanywa. Mdude kakamatwa na watu wamejitambulisha ni maafisa wa jeshi la polisi. Mke wake kawaona wamejitambulisha maafisa wa jeshi la polisi, wana bunduki, wana kila kitu. Ezekiel amesema hawa watu na wafahamu, wamenifuata siku moja kabla, wamejitambulisha kwa majina yao. This is nonsense. Kwa hivyo pamoja na kutokuwa na imani, lakini bado ninaamini wako wachache wazuri ambao tukikaa kwenye mazungumzo basi tutaweza kuwapa ushirikiano. Kitu cha muhimu ninatamani muelewe hivi kwamba maisha ya kila Mtanzania yana thamani sana. Tunafikishwa mahali kikombe kinajaa. Ndiko mahali tunapokwenda, kikombe kinajaa kabisa. Kwamba kapotea huyu, kachinjwa huyu, kapotea huyu, kachinjwa huyu, kapotea huyu, hajulikani alipo, kapotea huyu. Sasa hicho ni kikombe kinachojaa hicho. Baadaye yatakuwa nje ya udhibiti wetu kabisa. Hata sisi Chadema hatutaweza kuyamudu tena. Leo mimi nimewasikia watu wa Mbeya wakizungumza kwamba baada ya siku 3 kutoka leo wana hatua za kimila na za kiimani wanataka kuzifanya. Siku 3 nimewasikia. Hayo sio mambo ya Chadema haya, wala mimi hayanihusu, lakini nimewasikia wanasema hivi, siku 3 kutoka leo wana hatua za kiimani na za kimila wanataka kuzifanya.
Mimi niliwaambia tu jamani, ilimradi zisiwe mambo ya giza. Ilimradi zisiwe mambo ya giza. Sasa mambo kama hayo huwezi kuwazuia watu, iko nje ya uwezo wetu tena. Sasa itakapofika hapo zitakuwa ni organization za watu huko wenyewe tu, sio Chadema tena. Ni organization za watu waliokasirika, familia, ndugu, wanajamii, makabila na nini, watakuwa wanachukua hatua zao tu. Sasa sisi tutajipa nafasi kuwaamini wachache katika uchunguzi, katika kufuatilia jambo hili. Kwa tutajitahidi sana kuwapa ushirikiano. Lakini kwa yale tuliyosema ndio hayo, hakuna mengine ya ziada. Yaani haya tuliyosema hapa ndio hayo ambayo ndugu Ezekiel Sheyo aliyasema, akataja, hakuna mengine ya ziada. Na ndio maana na sisi tunazunguka huko. Kwa tutatoa ushirikiano kadiri iwezekanavyo ili kuhakikisha kwamba ndugu Mdude Nyagali anapatikana. Naam. Chombo gani? Hayo masuala ya kutekana, kunyanyasa na kupigwa watu kama tulivyokuwa tukizuia kesi mahakamani. Bunge la Ulaya limeweza kutoa tamko na kuna baadhi ya yaani vigezo kama 6 hivi 7 wameweza kusema. Lakini baadhi ya wabunge ambacho nilikiona wakichangia wanaegemea sana kwamba wamesema kwamba tutambue haki za mashoga. Lakini katika taarifa vyombo vya habari ambapo vimeweza kuandika hicho kitu, hata kama wakisema lakini hakipo, lakini wao ni kama wanataka kupindua meza. Wanaona kama Chadema hiyo ndio hoja msingi. Swali langu la msingi, nyinyi kama Chadema hiyo hotuba ya tamko la Ulaya mmelipokea? Kuna mambo yanayotuhusu na sisi ndio hayo ya kwetu yanayotuhusu. Yale ya kwetu hayo tumeyapokea. Yale ambayo sio ya kwetu kwa maana ya tamaduni zetu, ustaarabu wetu, mila zetu na imani zetu, hayo sasa hayatuhusu. Hii dunia ina mambo mengi na yote hapo kwenye dunia hii. Hapa hatuko paradiso, hapa hatuko mbinguni, hapa tuko duniani. Dunia ina mchanganyiko wa kila mambo. Unachukua lile la kwako, algorithm, una play algorithm yako ile kwamba mimi la kwangu ni hili. Kwa yale ambayo yanatuhusu sisi kama chama kimsimamo, yaliyosemwa na Jumuiya ya Ulaya, hayo ndio ya kwetu. Tumeyachukua na tumeyaunga mkono. Yale yaliyotuhusu sisi kuhusiana na kesi ya Lissu, kuhusiana na masuala haki za binadamu, yale ya kwetu kwa kweli hayo tumeyaunga mkono. Na kwenye haki za binadamu reference kubwa ilifanywa matukio yaliyotenda tarehe 24. Kile kitendo kilivunja sana haki za binadamu. Watu ambao hawakuleta fujo wameenda mahakamani, ni haki yao, wakiwemo ninyi waandishi wa habari, halafu mkapigwa. Hamjaleta fujo, hamjaanzisha fujo, mnashushwa kwenye magari, mnavunjwa miguu. Kile kitendo ndio kimeleta reference ya component ya haki za binadamu. Kwa hivyo hizo deviations zingine wacha wakimbizane na upepo, wataishia mahali. Sisi tuna hoja ya msingi. Na hatutaki tuyumbishwe kwenye hoja. Pamoja na yote haya yanayoendelea, mtagundua hivi, Chadema ni dhahiri kwamba kuna magenge ya uhalifu yanayofanya uharamia dhidi ya raia. Tunakusii afande IGP, ndani ya masaa 72 tunakusihi sana uzungumze kuhusiana na swala hili la kwamba kuna magenge ya uharamia yanayofanya uharamia. Wanapiga watu alafu wanasema hawajapiga watu. Sisi tunawaona recorded on camera. Police with the uniform, wengine with the ID. Afande IGP, tunakupa masaa 72 uzungumze na taifa kuhusiana na magenge haya. Uzungumze na taifa kuhusiana na yuko wapi Mdude Nyagali na wengine wengi ambao wamepotea. Yuko wapi Mdude na wengine wengi? Sasa usipozungumza tutakushangaa. Sasa IGP, wewe kitu gani ni cha muhimu kwako? What's so priority? Kwako jambo gani ni la muhimu sasa ambalo unafanyaga kazi?
kama haya ambayo ndio yanayohusu maisha ya watu, usalama wa watu, matukio ambayo yana implicate magenge ya uharamia kwenye jeshi lako. Sasa haujitokezi na kusema. Sasa wewe kazi yako ni kuzungumza ya nini sasa? Iwapo haya ya muhimu huyasemi. We are giving you 72 hours. Sio kwa order, lakini kwa kutimiza wajibu wako juu ya maisha ya watu hawa na habari hizi na tuhuma za magenge haya yanayotesa watu. Ndani ya masaa 72 uzungumze, utueleze, na Mdude Nyagali tujue yuko wapi. Tafadhali sana, afande IGP. Tunakusihi sana, afande IGP. Maisha ya Mdude yana thamani sana. Maisha ya Watanzania wenzetu wengi yana thamani sana. Kwa tunakusihi jambo hili liwe la muhimu sana kwako. Kuhusiana na hawa watu ambao wanajitambulisha ni polisi, wana uniform za polisi, na sisi tunawajua ni polisi, wanafanya uharamia dhidi ya raia. Na mwisho, katika kuhitimisha yale ambayo tulikusudia kuyazungumza leo, ni wasihi wana Chadema na Watanzania wenzangu. Tarehe 12 nazungumzia kwa habari ya kesi tulizonazo mahakamani. Tarehe 12 tuna kesi inayokwenda kusikilizwa ambayo aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hiki Said Issa Zanzibar pamoja na wenzake wamefungua kesi dhidi ya Chadema. Na hivyo nichukue fursa hii, kama ambavyo katibu mkuu wa chama chetu Mheshimiwa John Mnyika jana kwenye hotuba yake alizungumza akiwa Bukoba, aliwaalika wanachadema na Watanzania wajitokeze kufuatilia kesi. Ni kesi ambayo ni ya chama, kwa hiyo ina interest kwenu. Ni kesi ambayo ina sababu zote kwa ninyi wanachama kuifuatilia na kujua. Kwa hivyo ninawaalika wanachadema na Watanzania wote na ninyi waandishi wa habari tarehe 12 tukutane mahakama ya Kisutu kwa ajili ya kufuatilia shauri hili. Lakini pia niwaalike wanachama wote tarehe 19 mwezi wa 5. Tarehe 19 mwezi wa 5. Ninawaalika wanachama wote, viongozi wote tarehe 19 kwenye kesi ambayo itaanza sasa kusikilizwa, kwa maana ya kusomwa maelezo ya awali ya Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wetu. Mahakama iliamua, na tunaishukuru mahakama kwamba kwenye jambo hili imejielekeza vizuri, na tumepokea uamuzi huu ambao ndio uamuzi wa haki, na mahakama imesema wananchi wasizuiliwe kuja, lakini pia na Mheshimiwa Lissu kesi yake ataletwa mahakamani na haitafanyika kwa njia ya kimtandao. Kwa hivyo wanachama wote niwakaribishe tuje mahakamani, tusikilize kesi hii, tufuatilie, tuje kwa amani kama ilivyo kawaida yetu. Kwa hiyo tunawasihi sana polisi, msituchokoze, tusichokozane, tuheshimiane. Tusichokozane na tuheshimiane. Sisi tutakuja kwa amani, tutasikiliza kesi, ikimalizika tutaondoka zetu. Kwa hiyo polisi, tafadhali tuheshimiane mjini hapa, tusichokozane. Kwa hiyo tuje, na ninaisihi na kuiomba mahakama pengine izingatie ushauri ambao tumeutoa mara kadhaa kwamba chumba kinaweza kuwa kidogo, basi waweke speaker nje ili ambao watakuwa wako nje waweze kufuatilia kwa amani na kwa utulivu, ili basi safari hii hebu tuonyeshe, tusitengeneze saga, tusitengeneze situations ambazo zinatia aibu, zinatutia aibu, hazionyeshi ufahari, ujasiri wowote. Polisi kuja in full gears, mbwa, farasi, magari ya washawasha. Hayo maonyesho hayo yapelekeni Kongo huko na Darfur. Sisi tumeenda kusikiza kesi tu. Kwa hiyo tafadhali tunawasihi,
sisi tutakuja kwa amani, kwa hiyo tusichokozane. Alafu tuone kama mambo hayataenda vizuri na tutamaliza kwa amani. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru na asanteni kwa kunisikiliza.